Miezi michache iliyopita tulikuwa tuna itilafu kubwa sana ya watu kuiba mafuta ya transformer. Lakini wizi ule ulikuwa unafanyika mahali ambapo mwenyekiti wa mtaa yupo na mahali ambapo mtendaji wa mtaa yupo na maeneo ambayo watendaji wengineo katika mitaa hiyo wapo. Niliwahi kutamka kitu kimoja kwamba haiwezekani jambo hili tukawaachia TANESCO peke yao. Inabidi huyu mtu kimkamata afikishwe kwenye vyombo vya dola haraka sana, pamoja na mbinu zingine nyingi ambazo zimetumika za kuunda sungusungu ili kufanya ulinzi shirikishi. Lakini bado TANESCO na wao wamefanya kazi kubwa kuhakikisha wizi wa mafuta na ushushaji wa transformer unapungua au unaisha kabisa. Kwa nini mmeitwa ninyi leo? Ni kwa sababu moja, ni wadau wa kulinda miundombinu ya TANESCO, na ndio maana kauli mbiu yao inasema lipa deni, tunza miundombinu, tukuhudumie. Lipa deni maana kwa watu ambao wanatumia umeme wanapaswa walipe madeni. Lakini uweze kuona umeme kama miundombinu imeharibiwa. Hapo ndipo tunakuja kwenye nafasi ya mwenyekiti wa serikali za mtaa aliyejinadi kuomba nafasi hii ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwa nafasi zile 564. TANESCO wanafanya kazi kubwa sana na wamekuwa na approach nyingi sana za kuzungumza na wateja, na kwa nature ya shughuli zetu kila mtu sisi ni mteja wetu. Hata hapa tulipo tumekodi ukumbi, tumelipa, lakini mnaona taa hizi zinawaka na vipaza sauti vinafanya kazi. Ili jengo sisi pia ni mteja wetu. Kwa hiyo kila mmoja sisi ni mteja wetu, na idadi ya watu Tanzania inaongezeka. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 tuko zaidi ya milioni 62, na huenda kwa sasa hivi tuko juu zaidi. Uwekezaji unaongezeka, mkuu wa mkoa ataeleza hapa vizuri, na ujenzi wa miundombinu ya serikali unaongezeka sana, mahospitali, mashule na mambo mengine mengi, mataa ya barabarani kwenye barabara kubwa zinazojengwa, kuna mradi wa umeme, mradi wa reli ya kisasa inatumia umeme na mambo mengine mengi. Haya mambo yote yanahitaji huduma kutoka TANESCO. Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya kazi na kuona mbinu tofauti nyingi ili tuweze kumiti demandi za wateja wetu. Lakini hakuna kitu muhimu kama mawasiliano. Tumejitahidi sasa hivi TANESCO tuna kituo cha huduma kwa wateja ambacho tunajaribu kuwasiliana na wateja wetu pale ambapo sisi tunakuwa na shida, tunawawahi kuwaambia, tuna mifumo yetu ya kuwasiliana. Lakini tumetengeneza mfumo wa sisi kusikiliza wateja wetu wanasemaje na wanataka nini. Kituo chetu kinaenda vizuri. Baada ya mjadala mkuu wa mkoa akishakifungulia, tutakuwa nafasi ya kuelezana vizuri, na tutapenda kupata mawazo yenu kutoka kwenu kama tunafanya vizuri au kuna maeneo ya kuboresha. Lakini eneo lile peke yake halitoshi. Ni matazamio yetu sisi tuwe na bezi kubwa zaidi, yani tuwe na idadi ya watu na makundi mengi zaidi ambayo tuna mifumo nayo ya kuwasiliana, kujua ladha ya huduma tunayoitoa kwa wateja wetu, wanafikiria nini na wanasemaje. Ndugu zangu wenye viti, nyinyi mna mtandao mkubwa, mimi mamlaka yenu nayajua vizuri. Uongo kweli? Watu wanaowachukulia poa labda hawajui, mimi nawajua vizuri. Mamlaka yenu ni makubwa. Kwa hiyo moja ya vitu tutakavyoomba leo ni namna ya kutengeneza mfumo mzuri wa mawasiliano kutoka kwenye majukwaa yenu, ili nyinyi muwe mabalozi wetu. Muwe mabalozi wetu wa moja kwa moja. Kuna mwenyekiti mmoja alinipigia simu juzi anasema, bwana, na mimi nahitaji umeme, sijapata umeme. Nikamwambia Boimanda, bwana wewe ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kafunge umeme kesho. Na vile ulimfungia yule bwana. Kwa hiyo tunataka tutengeneze mfumo wa mawasiliano na nyinyi ambao utatusaidia kupata taarifa kutoka kwenye mikutano yenu mnayoifanya, mawasiliano yenu na wananchi, ili tusikie wananchi wanasemaje juu ya huduma tunazozitoa sisi.